Mjerumani kwema? Iko vizuri. Mambo yanasemaje? Nashukuru Mungu. Dakika 90 za ligi kuu soka Tanzania bara, Dar es Salaam Derby. Azam FC dhidi ya Young Africans kisha kwa sare ya bila kwa bila. Kitu gani ambacho unaweza kusema kwa kiufundi dakika zote 90? Moja kati ya kitu ambacho kimesababisha mechi hii kuwa na umakini mkubwa sana. Mechi ilikosa spidi, mechi ilikosa ubunifu, mechi ilikuwa na kuviziana sana. Na hii ni kutokana timu zote katika msimu huu kutodondosha alama zote mazima kama sitokosea. Lakini in short, niseme tu kwamba kwa namna moja ama nyingine waliohusika zaidi kuifanya mechi kuwa ya kawaida dabi ya Dar es Salaam ni waamuzi ambao wamefanya mambo ya ovyo sana leo. Waamuzi wa mechi ya leo kwangu mimi, hawa ndio ambao walikuwa nawasema Wallace Karia waende mahakamani, ni waamuzi wa ovyo kupata kutokea. Kama vitu gani ambavyo labda waamuzi wamepelekea labda kama unavyosema wewe? Unajua mpira wa miguu namna ambavyo ulivyo, ukishasoma mwamuzi akishasoma attention ya kila timu, rekodi ya kila timu pindi inapokutana, lazima ingie na mentality ya game kwamba hii ni game ya aina gani. Mfano mzuri, waamuzi kutoka Misri hawakuwahi kuchezesha mechi ya dabi ya Kariakoo. Ziliwatosha dakika 10 tu kujua tabia za wachezaji wote, na game wakaichezesha, hakuna aliyelalamika. Kwa nini? Walikuwa wanatekeleza misingi sahihi ya mpira. Katika msimu wa 25-26 hawa ndio waamuzi. Hii ndio seti mbovu kuliko seti yote hii hapa. Inabidi tuseme ukweli kuwasaidia kamati ya usimamizi na uendeshaji. Kama watakuwa na waamuzi hawajui kwamba ni offside, hawajui kwamba ni kona, wamekuja kufanya. Hawa ndio, hii ndio seti ya waamuzi ovyo kupata kutokea. Filimbi zinapokuwa nyingi katika mpira wa miguu, hii sio netball. Unaelewa vizuri? Hawa wanapaswa kuwa waamuzi wa vikoba. Ovyo kabisa mpira. Yes. Waamuzi wa ovyo. Sikatai. Attention ya game ya KMC, game ya Azam na Young Africans. Ilikuwa ni mechi ambayo wanaviziana nani atafanya kosa. Na ndio maana hatukuona ile endurance speed ya muda wote. Lakini kwa asilimia kubwa waliohusika ni waamuzi. Kwa hiyo ulivyosema mechi haina speed, ukisema hii mechi ya leo ilikuwa ni mbovu ni dabi mbovu, ni sahihi? Maana watu wanaanza kucomment hii mechi waliosababisha kutokuwa na mvuto ni waamuzi. Filimbi zimekuwa nyingi sana kama netball. Ndio maana nikasema kamati ya usimamizi na uendeshaji tunasema ukweli ili tuwasaidie. Kamati ya waamuzi kwenye hili imefeli. Tuje sasa kwa upande wa makocha wote wawili, namna mbinu walizoingia nazo kuanzia kipindi cha kwanza, kipindi cha pili, lakini pia tuangalie viwango vya baadhi ya wachezaji. Nachotaka ukisema bado niko pale pale, kwa maana kwamba ni mechi ya one mistake one goal, lakini kwa asilimia kubwa mabenchi ya ufundi yote, mimi kilio changu ni kimoja tu. Bwana nani wewe Isa Dede, kilio changu mimi ni kimoja tu. Mabenchi yote ya ufundi yalikuwa lalamika kuhusiana na maamuzi ya waamuzi. Kwa mimi itosha kusema tu kwamba waamuzi hawa ndio waamuzi wa ovyo kupata kutokea msimu huu. Hilo alikwepeki, sio netball hii. Hawa ndio ukitaka uthibitishe ninachokisema. Baada ya mechi kumalizika, waamuzi ndio wanasomewa kuliko wachezaji. Maana yake nini? Hii ndio seti mbovu. Hii ndio ya kwenda mahakamani iliyosema Karia hii. Hii ndio seti mbovu kupata kutokea. Tunasema ule ukweli. Hawataki watuletee waamuzi kutoka nje. Kwani Arajiga leo ana shida gani? Wakina Lisasi na seti nyingine zile. Hii sio mechi ya majaribio, na ubaya zaidi mwamuzi ambaye amechezesha wakati ni mwamuzi mwandamizi tu. Ana uzoefu hata kama ana bedi ya FIFA. Lakini unajua kuona mambo anakuja kuyafanya haieleweki. Haiwezekani. Watu wametoka mbali kuja kuangalia mechi, unakuja kufanya maamuzi ya kipuzi kama haya, haiwezekani. Ndio, ukiangalia sasa kwa maana Young Africans yupo kileleni, lakini amevutwa pale kwa maana shati sasa kupunguzwa ile gap la alama 5 mpaka kufikia nafikiri 3. Of course ambacho nasema Yanga bado anaendelea kuweka rekodi kutofungwa mwaka 1.5 sasa, na wasipozubaa huenda kafika hata miaka 2. Unaelewa vizuri? Wanaifukuzia anniversary. Wanaifukuzia anniversary Young Africans. Mwaka 1.5. Unajua kipindi hiki hata ndoa ikifikisha miezi 6 unashukuru Mungu anniversary tayari. Lakini Young Africans mwaka 1.5 ziko ndoa hata miezi 2 hajamaliza hapa zimeachika. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo
kiupekee ni kwamba ukipata suluhu inabidi ushangilie kwa Yanga. Unaelewa vizuri? Ukipata, hii ndio mechi ya kujitangaza wewe. Unapotaka jina lako likue, cheza na Yanga. Yeah? Yes, ndio uhalisia. Kwa nini Sumbula libasegee mkali baada ya kucheza na Yanga? Sasa wale uongo kweli? Si ukasema gari imewaka na wengine. Ndio uhalisia. Hii inatoa ishara gani kuona kwamba kwenye dabi Young Africans amepata sare hizi mechi ya Simba? Hii inatoa ishara gani kwako wewe ukiangalia tu kiufundi, yani kwenye engo ya kiufundi? Kupata sare kwa timu ni jambo la kawaida. Unaelewa vizuri? Hili jambo sio geni kwangu mimi. Labda kama moja na matokeo yako mfukoni kwamba Azam utaifunga unavyotaka wewe. Unaelewa vizuri? Au Simba utaifunga unavyotaka wewe, hapana. Inakuja na jiandaa. Kwa matokeo, tukisema matokeo matatu na hili ilimo. Unaelewa vizuri? Lakini kwamba haliondoshi ubora wa timu fulani, hapana. Si ndio? Yes, iko namna hiyo. Bwana, shukrani sana, nikuache sasa uende kwa mama. Wewe nitafuteni kesho, ngoja nikae chini kwanza niweke mambo vizuri. Sawa. Wala hakuna shida. Mechi imekuwa, waamuzi wamezingua sana. Ile ya Dube ni penalty. Yeah? Dube ile. Of course, mimi kwangu niseme tu kwamba kwa namna ambavyo nimeangalia ilikuwa ni nyepesi. Bado, yani ilikuwa ni nyepesi. Haikuwa penalty. Haikuwa penalty. Yeah. Lakini ndio tuna ujumbe wangu kwenye kamati ya usimamizi, hii ndo seti mbovu ya waamuzi. Lakini bado Young Africans wako kileleni, kuafika kule mimi wafunge. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hii suluhu imepatikana. Si ndio? Suluhu ya kutofungana imepatikana. Haya ni matokeo mazuri kwa Simba. Unaelewa vizuri? Kwa sababu ukiangalia watu wa Yanga wamenuna, watu wa Azam wamenuna, lakini Simba wanafurahi, gap limepungua. Na wana haki ya kufurahi. Unaelewa vizuri? Licha kwa tumeanza kampeni ya kutokomeza viwatilifu viwanjani. Mmeanzisha hii ni kampeni kama balozi wa kutokomeza viwatilifu viwanjani. Baadaye kama Mheshimiwa Makonda akasema viwanja nyasi zinapata fangasi, inakuja UTI kwenye pitch. Ni swala la muda. Yes. Haya ni mambo ya aibu kabisa. Wewe unasema mchambuzi mwandamizi katika soka la Tanzania. Mbona mambo ya ulozi yanayofanyika huko usemi? Gwiji kabisa. Hakuna gwiji. Taaluma haina mzoefu. Unaelewa vizuri? Wewe kwa nini mimi mchambuzi gwiji muuni? Mbona ukemea maana inaonekana mengi sana watu wafanya ulozi wa kipuzi kabisa. Usemi. Ni kina nani hao wanaofanya ulozi? Naomba nitajie. Picha za mjongeo zinaonekana. Kwa kama kamati na kampeni yetu ya kukomesha ulozi kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, mimi kama chuma cha Mjerumani na laani vikali. Unaelewa vizuri? Wewe unahangaika na makopo ya kumwagamaga maji na unasema ufanya usajili. Ya nini? Umeleta wachezaji wa kigeni, wache wacheze. Unaelewa vizuri? Sasa kama nyasi zimeanza kupata fangasi, UTI iko njiani. Tena UTI sugu. Huo ndio uhalisia. Naagiza waamuzi, wachambuzi wote wanaojiita wachambuzi, wakemee mambo kwa balance, waache mambo ya kipuuzi. Chuma ndo nimeongea. Yoyote ana uwezo kupanda meza na mimi aje. Aniambie, wewe una uandamizi gani kwenye mpira? Unaelewa ninachosema? Tukemea ya mambo sote kwa pamoja. Kama bodi ya ligi na TFF wanakemea masuala mazima ya ulozi, wote tunyoke namna hii. Ni moja. Yes, aitoka muuni mmoja akasema tasnia inaangushwa kwa sababu chuma cha Mjerumani kusema ukweli. Mbona anapofanya yale mambo ya kihuni akemei? Mambo ya kipuzi kabisa. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo yote anayejiita yeye ni mchambuzi nchi hii akemea ulozi. Akemea viwatilifu. Juzi Alikamwe alisema alikuwa anamuelekeza bwana mdogo mmoja anaitwa Aljawad, akamwambia bwana itakusaidia yani ukae neutral. Maana inaonekana kama watu wanasaidi. Yaani kama wewe una saidi yako na huyo unamzungumzia mwingine ana saidi yake. Kwamba hata baadaye kwenye huko shughuli za kimpira zinaweza zikawapa shida. Watu hawezi kukubali wewe uwe msemaji wa bodi. Sikiliza, mimi nimekuwa nikisema ukweli kila siku. Hivi nikisema Simba imegongwa mara 6 na Yanga, uongo kweli? Kweli. Nikisema Yanga haijafungwa ni beaten mwaka 1.5, uongo kweli? Wanasema unasemea upande mmoja. Si ndio ukweli? Kwani Simba haijafungwa? Yanga imefungwa. Sasa upande mmoja kivipi nisemeje? Au balance. Ni balance nini? Kwa Yanga imefungwa naye mara 6 mfululizo na Simba. Hapana, kwa maana. Ipi ni balance nini? Nipe ni maelezo. Matukio unavyozungumzia. Yapi, niambie matukio gani sema. Mimi nimekuwa nikikemea ulozi timu zote hapa Tanzania. Wao wanakemea.
si ndio? Wanakemea, si wakemei. Kwa mimi nikikemea kosa ni balance nini? Bwana mimi nikushukuru sana. Wasalimie.